Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji wa Shalom Summit TV. Siku ya leo nichukue nafasi hii kukukaribisha sana uweze kutazama kile ambacho kimejili katika kijiji cha Masandare, mji mdogo wa Digidigi. Siku ya leo kanisa la TAG Shalom Christian Center wameweza kutembelea shule ya Masandare Digidigi kwa ajili ya kugawa vitu mbalimbali kwa wahitaji wa kijiji hiki. Hivyo tunakusihi sana, endelea kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati wa zoezi hili, maana tunajua litakubariki. Hivyo tunakusihi sana, kama bado haujasubscribe, tunakusihi sana endelea kusubscribe unapoendelea kutazama video hii, na usisahau kulike, kushare na kuweka maoni yako chini ya hii video. Na kama una ndugu jamaa na marafiki ambao hawajasubscribe, basi unapoendelea kutazama video hii endelea kushare link ili na wenyewe waweze kusubscribe na waweze kuwa wanafamilia wetu. Na mara baada ya kumaliza zoezi hili la ugawaji wa vitu, nitaweza kuzungumza na baadhi ya wanakijiji wa mtaa huu wa Masandare kwa ajili ya kuelezea kile ambacho wameweza kufurahia katika zoezi hili. Hivyo tunakusihi sana, endelea kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati. Karibu sana. Sasa sisi tuliokuja ni watumishi wa Mungu, wana wa Mungu kama mlivyo nyinyi. Tumekuja ili kukutana na nyinyi. Na wanasema kama mahali kuna mtumishi wa Mungu, manake Mungu yuko mahali hapo. Na kwa kile ambacho sisi tumekuja kukifanya, tunaamini ni moyo wa Mungu unaoweza kufanya hivyo. Ndio, kwa sababu mwanadamu kikawaida hawezi kufanya mema kwa kuamua yeye mwenyewe kwa nguvu zake. Si unajua? Mwanadamu mara nyingi sana anatamani afanye kitu kibaya. Lakini kwa msaada wa Mungu tunajikuta tunafanya mema. Mungu alituumbia tutende matendo mema. Yaani kwa haya mabaya ambayo tunajikuta tumefanya ni kwa sababu tuwe ubinadamu. Lakini kiuhalisia Mungu hakutuumbia sisi tufanye mabaya. Alituumbia tutende mema. Kwa hiyo sisi ujio wetu hapa ni wito wa Mungu kwenu nyinyi kwa ajili ya ule wema aliyoweka ndani ya watumishi wake. Kwa hiyo hapa tumekuja watu mbalimbali, kama mimi nilivyojitambulisha kwamba naitwa Nice Ngasala, ni mzee wa kanisa la TAG la Digidigi Shalom. Hebu tumpigie Bwana makofi. Amen. Amen. Maana watu wako na watu wazuri sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma kitabu kinaitwa kitabu cha Yohana. Nitasoma tu kwa kifupi tu. Yohana sura ya 3. Mstari wa 16 na 17, mistari miwili. Maandiko yanasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanae wa pekee, ili watu wasipotee, bali wawe na uzima wa milele. Mstari wa 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mungu alimtuma Yesu aje duniani si kwa ajili ya kuja kuhukumu, bali ili ulimwengu uokolewe na Yesu. Na kitu ambacho nataka niwaambie nyewe watu wazuri wa huku, Mungu anawapenda kuliko mnavyofikiri. Na siku zote anawawazia mema. Ule upendo wa Mungu ambao alionyesha kwenye maisha yetu. Na sisi tumeambiwa tuwapende wengine. Na Yesu alipokuja duniani hakuuliza dini ya mtu. Wewe kasome maandiko yote. Aliwahurumia watu wote bila upendeleo. Na sisi tumejifunza kwake. Lakini kitu cha msingi, Yesu alitumwa ulimwenguni ili awaokoe wenye dhambi. Na alitumwa sio kuja kuhukumu watu na dini zao, bali ili watu wamwendee Mungu. Kwa hiyo cha msingi, kimbilie Yesu. Sawa jamani? Yesu atakufungua. Na kanuni ya kumkimbilia Yesu tunasema unampokea, unamkubali anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sasa tugawe nguo. Ila mwenye mateso anahitaji kuombewa, iwe ni watoto, watabaki watumishi wa Mungu, tuko hapa, tutamuombea vizuri tu. Sawa jamani? Amen.
Huo ndio upendo wa Kristo kwetu. Hebu tumshangilie Bwana kwa mema aliyotutendea. Sasa kama kuna mwenzenu mmoja wapo anayetaka kusema, labda yoyote yule anayesema mimi kwa kweli natamani nizungumze, yupo? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa mema aliyotutendea. Amina. Haya, mama amesema atamshukuru Mungu kwa mema aliyotutendea wote. Ndio. Nani hapa ambaye hamshukuru Mungu jamani? Tunaomshukuru Mungu wote. Kwa kweli hatuna cha kusema ila kwa kweli tunamshukuru Mungu. Amina. Kuna wengine hata wanyoshiri wanasema tunamshukuru Mungu sio? Amina. Yuko wapi? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sifa Yesu Kristo. Salamu alaykum. Napenda kumshukuru Mungu. Napenda kumshukuru Yesu aliyetuletea wageni hawa na kutuzawadia zawadi ambazo hatukutegemea. Na ulitushauri tumkimbilie Yesu maana ndio Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Napenda anayeguswa kwenye moyo wake apokee kupitia moyo wake neno lililotamkwa mbele yetu. Amina. Amina. Tunashukuru Mungu kwa wenzetu wazazi ndio tutembelea na tunazidi kuwaombea. Mungu awabariki. Tunapotoka hapa mtembee na Yesu, Mungu awafunike. Damu ya Yesu iwafunike. Amina. Basi baada ya kusema hayo, tuna mwenyekiti wetu wa wanawake. Si mnajua wanawake tuna mambo mengi. Yaani nikiona hivi mimi nina fulani nimeolewa na wakati wanasema ndoa hazina changamoto hapa. Sasa sisi pale kwetu tunafundisha mambo ya ndoa. Mchungaji wetu, mwenyekiti wetu wa wanawake, namna gani uishi na huyo mume uliyepewa? Mama mwenyekiti karibu. Haleluya. Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri. Amina. Anajua kutengeneza. Amina. Anajua kufinyanga. Amina. Mimi nilikuwa sieleweki, lakini nilipoingia kwa Yesu sasa hivi naeleweka. Kwa hiyo niwaombe wanawake wenzangu, tumkimbilie huyu Yesu. Yeye ndio kila kitu. Yaani unaweza ukasema kwamba nina rafiki yangu au nina mume wangu au nina mke wangu, lakini wakati mwingine huyo mke wako anaweza akakukataa. Huyo mume wako anaweza akakukataa. Huyo rafiki yako anaweza akakukataa, lakini yupo mtu mmoja anayeitwa Yesu, ni rafiki wa kweli. Na ni rafiki wa karibu. Ukimkimbilia yeye anakutoa kwenye shimo. Kama ameweza kuwatoa wengi, hata wewe pia anaweza akakutoa. Hata kama unapitia changamoto ya watoto wanakusumbua, watoto wanakutesa, inafika mahali unajuta, unasema kama mwanamke, mimi jamani, huyu mtoto nimemtoa wapi? Unajisikia hadi kujilaumu, lakini usijilaumu. Yesu yupo anayetengeneza. Kwa hiyo ninakusii na wewe leo umkimbilie huyu Yesu hata ukiwa nyumbani kwako. Kuna watu wanadhani kwamba ukiwa kijana ni ngumu sana kuokoka, si ndio kwa bahati sasa mtu kijana unaokokaje? Na vijana hapa wapo. Lakini tuna kijana mwenzenu yuko hapa. Naomba awasalimie. Karibu mtumishi wa Bwana Abel. Wasalimie vijana wenzenu na vijana kama Mungu awabariki sana. Kiufupi sana, kuna taswira ambayo inaendelea humu duniani kwamba sisi vijana wa kiume, angalau hata wa kike kwa mbali, sisi wa kiume ndio tumezidi kabisa. Tunaona kwamba hata hatuna muda na Mungu, kitu ambacho kinatufanya tunashindwa kufikia malengo kwa wakati. Ndio kijana ambaye uko mahali hapa, unaweza ukaona labda kwako wewe kuokoka ni ngumu au labda haiwezekani. Alafu hiki kitu huaga kinachangiwa sana na kampani ambayo unakuaga nayo. Angalia sana watu ambao unaishi nao. Angalia sana kampani ambayo unatembea nayo. Ukiwa na kampani ambayo haikusaidii kitu chochote cha kufanikisha mambo yako, siku zote lazima utabaki nyuma. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilitamani kufahamu jina lako. Kwa majina anaitwa Stella Kiduma, Ndio. Ni mkazi wa Masandare. Uligunduaje zoezi hili la ugawaji wa vitu katika wahitaji mbalimbali wa mtaa huu?
Kwa kweli mimi nilipata tu taarifa kwamba nije hapa shule ya msingi Masandare kwamba nitakutana na wadau wetu waweze kutupa hicho alichotu washirika wa kanisa la TAG Shalom Christian Center. Ulipopata taarifa hii ulijisikiaje? Kwa kweli nijisikia vizuri na mwitikio wangu ukawa ni mwepesi kuondoka nyumbani kwangu na kuja hapa. Amina. Mara nyingi tumekuwa tukifika katika shule hii ya Masandare kwa ajili ya kuwapa vitu mbalimbali wahitaji wa mtaa huu wa Masandare Digidigi. Vipi kwako wewe, ni mara yako ya kwanza ama ulishawahi kusaidiwa hapo awali? Hii mara yangu ya pili. Kwa kweli tunashukuru sana kwa msaada wenu, maana hii inaonyesha kwamba kuna wale matendo 7 ya huruma ya huruma. Ndio. Mojawapo ikiwa ni huruma ya mwili na roho. Ndiyo. Kwa hiyo hii hapa ni huduma ya mwili. Pia tumepata huduma ya kiroho kutoka kwa mchungaji wetu. Mara nyingi washirika wa kanisa la TAG Shalom Christian Center wamekuwa wakijitoa sana. Upi ushauri wako ama lipi neno lako ambalo unaweza kulitoa kwa washirika wa TAG Shalom Christian Center pamoja na viongozi wao? Kwa kweli ushauri wangu, ndio, tunawapenda sana. Amina. Pia tunawaomba msikate tamaa. Pale tulipowakosea mnaweza kutuambia kwamba ametukosea hapa. Ila kwa kweli hakuna sehemu ambayo umetukosea. Amina. Hivyo Mwenyezi Mungu azidi kuwabarikia, kidogo chenu kiwe kikubwa. Amina. Lakini kuna watu ambao hawajaweza kufika katika zoezi hili na pengine walitamani kuwepo. Unaweza kuambia nini kuhusiana na zoezi zima ambalo limeendelea katika eneo hili la Masandare Digidigi? Kwa kweli wengi wetu ambao hawakuweza kufika endayo kawa walikuwa ni wagonjwa au walikuwa na dharura nyingine, ila ujumbe utakaofikishia ni kwamba kwa kweli kanisa la Shalom ni kanisa ambalo linajali sana watu. Amina. Na ni kanisa ambalo kwa kweli kwa mahitaji yote ya kimwili na kiroho wako vizuri na tunawapenda sana. Amina, tunashukuru sana. Na wapo wengi ambao wanatutazama kupitia channel hii ya Shalom Summit TV. Unaweza kuambia nini kwa siku hii ya leo? Kwa kweli kwa siku ya leo nawaambia zoezi imeenda vizuri na tunawakaribisha kanisa la Shalom liko Digidigi upande wa Masandare Digidigi. Hivyo tunawaomba kabisa mkaribie katika kanisa la Shalom. Amina. Mambo? Poa. Marhaba, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Hussein Salimu Hamisi. Unatokea wapi? Natokea Masandare Kata Station. Natokea Masandare. Ndio. Zoezi hili umelionaje? Nimejisikia vizuri kwa zawadi walizotupatia. Umejisikia vizuri? Ndio. Unaweza kuambia nini wale wote ambao wamejitoa kutoa vitu kwa ajili ya wahitaji wa mtaa huu wa Masandare Digidigi? Mungu aweze kuwazidishia walichotoa. Amina. Tunashukuru sana. Amina. Na wale ambao hawajaweza kufika unawaambia nini? Ambao ni wa mtaa huu? Wasikilize wito. Wasikilize wito. Siku nyingine wakiitwa waweze kufika. Ndiyo. Kwa sababu hawezi kuacha kufika, huwezi kujua nini wamekuandalia, pengine labda ni zawadi. Ndio. Kwa hiyo siku nyingine wasikilize wito. Ndio. Amina, tunashukuru sana. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Unaitwa nani na unatokea mtaa gani? Naitwa Nice Fredrick Mwaijande, natokea mtaa wa Masandare. Taarifa hii uliipokeaje na nani aliyekupa taarifa kwamba siku ya leo kanisa la TAG Shalom Christian Center wataweza kutembelea mtaa huu wa Masandare Digidigi kwa ajili ya kutoa zawadi kwa wahitaji mbalimbali? Taarifa hii niliipata kwa balozi wetu mkuu, alituita wahitaji wote akatupa hii taarifa, basi tukaipokea na tukasikiliza wito, nasi tukafika mahali hapa katika shule ya msingi Masandare. Amina. Mara nyingi tumekuwa tukifika katika shule hii. Sasa sijajua kwamba kwako wewe ni mara yako ya kwanza kupata msaada kutoka kwa kanisa hili ama hapo awali ulishawahi kupata msaada? Kwangu mimi ni mara ya kwanza kupata msaada huu. Na lipi jambo la msingi ambalo limekugusa katika zoezi hili la ugawaji wa vitu? Nimeguswa na jambo kwanza ya kumpokea Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha ya kila mtu. Amina. Maana yeye ndio kila kitu, maana ni Bwana wa uzima. Amina. Pili, pia na neema ambayo Bwana Yesu ametujalia, matunda yale 7 ya upendo. Amen. Nimeyaona katika kanisa la Shalom Masandare Digidigi. Amen. Wakiwa wako na hii huduma. Maana ni makanisa machache yenye hii huduma. Na una neno gani la kuambia washirika wa TAG Shalom Christian Center kuhusiana na kujitoa kwa zoezi hili la ugawaji wa vitu kwa wahitaji wa mtaa huu wa Masandare Digidigi? Ninawaombea huu moyo uendelee
Ndiyo. Na Mungu aendelee kuwapa neema zaidi na baraka tele. Amina. Sisi tunashukuru na tutafikisha baraka zenu kwa wale ambao hawajaweza kufika katika zoezi hili. Lakini kuna watu wengi ambao hawajaweza kufika, ambao ni wa mtaa huu. Pengine labda walipata taarifa lakini hawajaweza kufika. Unaweza kuambia nini? Ni ile tu hali ya watu, ile roho ya kudharau kitu, lakini hawajui kuwa wito haukataliwi. Ndio. Unaweza kuambia nini? Nawaambia siku nyingine wakisikia wito mahali popote, waenende wakasikilize, kwa kuwa wote ni binadamu na tumeumbwa na Mungu pekee mwenye upendo wote, kama Shalom walivyotuonyesha upendo mkuu wa Kristo. Amina. Mama, sisi tunashukuru na siku nyingine tutarudi. Endeleeni kufurahia kama mlivyofurahia kwa siku ya leo. Hata sisi tunawakaribisha katika kanisa letu la TAG Shalom Christian Center kama viongozi walivyokwisha kuwakaribisha. Hata sisi tunawakaribisha. Fikeni katika kanisa letu, kwani kanisa letu tunatoa huduma mbalimbali za maombi na maombezi kwa wale watu ambao wanakuwa na shida na changamoto mbalimbali. Kunakuwa na huduma ya maombi, hivyo tunawakaribisha sana. Na wale ambao hawajaweza kufika, basi nyie mwapelekee taarifa kwamba kanisa la TAG Shalom Christian Center ni kanisa ambalo lina upendo kwa watu wote, iwe ni Waislamu, iwe ni wa KKT ama iwe ni madhehebu mengine. Sisi tunatoa huduma ya maombi kwa kila mmoja atakayefika kanisani kwetu, na Mungu awabariki sana. Siku ya leo hatuna la ziada, tunawatakia wakati ulio mwema na Mungu awabariki katika kazi zenu, mkafanikiwe zaidi na zaidi. Amina. Na sisi tunawaombea kila raheli, Mungu azidi kuwapa neema na maisha marefu. Amina sana, tunashukuru sana. Amina. Mtazamaji wa Shalom Summit TV, tumefika mwisho wa zoezi letu ambalo tulikuwepo nalo katika shule ya Masandare mji mdogo wa Digidigi, na tulikuwa na zoezi la ugawaji wa vitu kwa wahitaji mbalimbali. Hivyo tumefika mwisho wa zoezi letu na nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanakijiji ama na baadhi ya wahitaji wa kijiji hiki cha Masandare Digidigi. Hivyo tunakusihi sana, endelea kutufuatilia katika chaneli yetu, kwani mimi nitahakikisha ninakuletea yale yote ambao yatajiri katika kanisa la TAG Shalom Christian Center. Zoezi hili limefanyika na waumini wa kanisa la TAG Shalom Christian Center wameweza kujitoa kwa ajili ya vitu mbalimbali vya kuwagawia wale ambao ni wahitaji wa mji mdogo wa Digidigi. Hivyo tunakusihi sana, endelea kutufuatilia, na kama bado hujasubscribe tunakusihi sana, endelea kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment ili uweze kuwa mwanafamilia wetu. Lakini kama una ndugu jamaa na marafiki ambao bado hawajasubscribe, tunakusihi sana, endelea kuwatumia link ya video hii ili waweze kusubscribe na wataweza kuwa wanafamilia wetu moja kwa moja, na wataweza kupokea taarifa pale ambapo tunarusha video zetu katika channel yetu ya Shalom Summit TV. Kwa siku ya leo hatuna la ziada, tunakutakia wakati ulio mwema na Mungu wa mbinguni akubariki sana.